Mungu awabariki sana. Amen, amen. Ndio tunatoka kusoma usomi wa neno letu pale mahali ambapo tulitosha somo yetu ambayo inaitwa un rappel. Hii somo tulianza Jumapili inapita, inaitwa kukumbusha. Amen. Amen. Kama nakumbuka tulisema kama maana ya kukumbusha ni kumaanisha kukuwa na kile kitu muroho, avoir ces choses dans l'esprit tous les jours. Amen. Maana kukuwa na ile mpresence ya roho yako kila mara, ndio rappel. Amen. Amen. Tunataka tukumbushe kwa kile kitu tukue nacho muroho zetu kila mara. Ndio pale tunasema kama somo letu ni nini? Ni kukumbuka. Deuteronome katoka kutuambia kama ukumbusho tunapaswa kuinterroger ba vieillard betu, tunainterroger nos parents na kwa watatujibia. Na pia katuonesha kama bazazi betu sio hapa bakimula ambao wanatuzala mwalimu. Tukaona kwamba ni banani? Ni ba mitume. Amen. Amen. Nasema ba mitume ndio bazazi betu ambao tunapaswa kubauliza na wao watatujibu. Tunasema ba mitume ndio basha kupumzika tutabajibu, tutabauliza namna gani? Nasema banisha kuandika kila kitu. Amen. Kama tuko na swali yote ya kimaandiko, swali yote ya kibiblia, tukishauliza Biblia itatujibu. Ndio pale Deutéronome nasema interroger tes vieillards et ils te diront. Amen. Interroger tes parents et ils te répondront. Et Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Ndio tunaongeza pale ya Galati iko nasema juu ya ile naissance mbili. Galati iko nasema juu ya ile naissance mbili ya batoto wa mjakazi na batoto wa ule mwanamke mwenye iko nani libre. Batoto wa Gai. Amen. Amen. Tukasikia kwamba pale piko Yerusalemu ya kutoka juu, ndio ile ambayo ni ya watoto ba promesse. Kama mlifuata mzuri msomo ambao tulikuwa nayo ya ukesha kwa kile kinyi nabii anasema. Nabii Branham anatuonesha kwamba Yerusalemu d'Aaron, ce sont les corps théophaniques qui sont en train de descendre. Amen. Amen. Na ile makoro théophanique tukaona ya kwamba kila bibi harusi wa Kristo anapaswa kuamini kama iko nayo pale hiyo wakati. Amen. Mungu awabariki sana. Amen, amen. Ndio, sasa mbele ya kuanzia pale tuliachia Jumapili, nataka tusome citation ya Prophet Branham hapa. Nabii anasema hivi dans se revêtir de toutes les armes de Dieu. Anasema kujivika masilaha zote za Mungu. Mfuate kwa makini, nataka kutuambia nini? Ndio. Paragrafe yake 15 ya 1961. Anasema hivi: nous connaissons notre ennemi. Amen. Amen. Yesu wote tunamjua adui wetu. Amina. Tukiuliza ile swali hapo unaweza kutuambia adui wetu, kila mtu atasema kama ni shetani. Shetani. Si ndio? Ndio. Sasa tusikie kinywa ambacho kilikuwa autorize adui wetu ni nani? Amen. Amina. Tuko na mtu mmoja ambaye Mungu alipatia ujumbe atuletee. Ndio. Ndio napasha kutuambia sasa yule adui ni nani? Amen. Il dit nous connaissons notre ennemi car tout ennemi maintenant frère je me suis tenu loin de la doctrine. Anasema tunajua sisi bote nini adui wetu. Ndio. Sasa ndugu, hapa mimi nakuwa kwanza mbali kidogo na nini na mafundisho na doctrine. Ndio. Si ndio vile? Amina. Na Biblia naomba nawe kutuambia kama kila kanisa yote yenye ina mafundisho haina nini? Haina kanisa. Kila mhubiri yote yenye ana mafundisho asina mhubiri. Mhubiri. Mhubiri wote anapaswa kuwa na mafundisho yenye anasuteni. Amina. Kanisa yote anapaswa kuwa na mafundisho ambayo inasuteni. Ndio. Sasa mafundisho ya Branham Tabernacle, profesa anasema kwanza anaenda kwanza kando na ile mafundisho juu aeleweshe watu adui ni nani. Ndio. Amen. Amen. Tusikie. Il dit vous voyez jusqu'à présent, mais je dois dire ceci. Tout ennemi qui raisonne sur ou toute personne, toute église, toute organisation, tout individu qui raisonne sur un seul iota de la parole de Dieu, c'est là votre ennemi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amina. Prophète Branham anasema Ndio. kila mtu, kila kanisa wenye ana resone, wenye kuna wazia, wanatia mashaka kwa neno yoyote ile ya Mungu, ule ndio adui. Amen. Amina. Leo tuko na watu wenye wana resone juu ya neno ya Mungu. Bali ndio adui wetu. Amen. Tusianze mtafuta ule shetani wa mapembe wa roza mwanzo aseme ndio shetani ule. Tule tumwachie roza mwanzo, shetani wake ule wa mfilme. Ndio. Me shetani ni ule unyana resone kwa neno yote ya Mungu. Ya Mungu. Neno ya Mungu inasema kama ubatizo wa kweli ni mjina la Yesu Kristo. wewe una resone unasema ni vya bongo. Ule ndio shetani. Amen. Amen. Amina. Neno ya Mungu inasema kwamba ufunuo ya mihuri 7 yote complete.
Ndio. tuko nayo. Amen. Na Biblia nama akatupatia kitabu cha mihuri saba na rezone ndio adui ule. Amen. Amina. Sio mimi ni nabii ndio unasema. Amen. Sasa muamini nabii. Mimi tunaamini nabii. Amina. Kinywa cha Mungu autorisé. Ndio. Anasema kila mtu wote unyana rezone. Kwa kila point yote ya neno ya Mungu ndio adui. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Il est dit toute église, toute organisation, tout individu qui raisonne sur un seul iota de la parole de Dieu, c'est votre ennemi. Amen. Il faut la parole pour vaincre l'ennemi. Amen. Amen. Vile ule mtu nyana raisonner kwa ile neno yote ya Mungu. Kwa ile point tu ya neno ya Mungu. Ule ndio adui. Sasa kumshinda ule adui naomba nini neno? Na kuna neno lingine tofauti na hii ambayo tulipokea. Amina. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Amen, amen. Asikudisqualifia alikuwa wazi. Ndio. Ndio alikuwa wazi. Anasema kila mtu yote. Ndio. Amen. Amen. Wale atutaingia mprofondele sana. Mtu ungeingia mprofondele sana ukasema frère make. Wale wote benye abiko abaamini sasa benye tunaamini ndio badui. Ni nabii anasema. Amen. Ndio na raisonner kubenye nabii. Ndio. Unaamini kama ufunua mihuri saba isha kufunula. Wewe unakatala benye mihuri saba ilifunua. Enemy. Directement. Adui. Amen. Wa maandiko. Kabisa. Sasa kwa kumshinda ni kushikilia tu maandiko. Amen. Kwa maana kama mnakumbuka Jumapili tulikumbusha kwamba profeta alituonesha Mathayo 24:24 nasema kwamba siku za mwisho patakuwa nini? Roho za unabii za uongo. Na watadanganya watakatifu kama vingewezekana. Mbele watakatifu watadanganyika tu ndio maneno ya ile Amen. Na neno ya Mungu haiwezi kudanganyika. Ndio. Ndio kwa maana hawezi kutudanganya tu ndio maneno ya ile kitabu. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Si ndio maneno ya ile kitabu. Ndio. Tuweze kudanganyika. Maana kila mtu yote mwenye anapinga vile wenyewe nabii alisema ndio adui tena. Amen. Ile kitu nataka muitie mkichwa. Ndio. Usimtafute adui wa nani wa mapendo. Msianze kuzingizia corona ya benyewe kama Amen, amen. Mungu abariki sana. Je continue, je prends une autre citation. Le prophète dit ceci, paragraphe 67. Maintenant, à mes amis qui se trouvent dans les différents parties du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique, je dirais que je dois apporter des doctrines. Na bien nasema ase kwa ndugu zangu zote benye biko kwa ndugu wote ulimwengu hata hapa kwa Australia. Ndio. Na benye watasikia hii makanda. Sio tu tunasikia kanda ya prophet. Ndio. Sasa nataka kusema nini? Mfato. Je dirais que je dois apporter des doctrines, etc. Pour trois points. Or, tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Amen. Amen. Na bien nasema sasa kila mtu yote ndio wenye hana nini mafundisho hana nini huduma. Ndio. Amen. Amina. Ainsi, si vous ne passez pas que votre congrégation devrait attendre cette bande, alors ne lui permettez pas de la voir. Ase kama mnawazia makutano yenu haiwezi kusikia hii kanda, msiruhusi kuwe nayo. Ndio kwa maana hizi mabushiri za profeti tutaanza kuzinyang'anya bantu. Amen. Usikuwe nazo tu mu manyumba, tutaanza kuwanyang'anya. Muko nazo mimi hapo. Amen, amen, amen. Bebe kuna vitabu yote ya masexo tenda kuwanyang'anya nazo. Amina. Ndio kuna vitabu ya sexo, mimi nakatana benye sexo zilifunua. Ça c'est vrai. Kuwanyang'anya. Aina yako. Mungu abariki. Amina. Sasa unaanza kutomboka, kutomboka. Njoo nabii. Ni neno ndugu. Ni nabii. Iko nasema. Ndio. Je continue, il dit ceci. Je ne fais qu'exprimer ma propre opinion, mes propres sentiments et ma propre révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce que le prophète est en train de nous dire ici, c'est la révélation de la parole. Alléluia. Que toute personne, tout prédicateur, tout ministre, tout pasteur qui n'a pas de doctrine, il n'a pas de ministère. Amen. 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 Mungu abariki sana. Amina. Kwa bakiro pale. Ndio.
Utasikia watu leo sema mimi sihubiri yake madoktrine. Na kwa nahubiri tu injili, sasa hauna ministeri. Sasa hivi. Unapaswa kuwa na doktrine ambayo unasutenir. Ndio. Amen. Amina. Bora kufanya kizehebu mu message. Aseme kama bilifunuliwa na bikufunuliwa mimi abiduhusu. Sasa uko waje? Mpagani. Rema. Hauamini yako ujumbe ya prophet. Ndio. Prophet Branham anasema kila mtu yote mwenye ana doctrine, nyana sutenir, hana nini? Hana huduma. Hana huduma. Ndio. Mungu abariki. Amen. Je descends. Il est dit ceci dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il alisemea ba huduma, si ndio vile? Ndio. Sikia sasa kanisa ndio sasa si bote en général. Amina. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de 1959 au paragraphe 8? Le prophète dit ceci. Vous savez que chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Amen. 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 Mnajua ya kwamba kila kanisa kama hamuna mafundisho maana yake hamko nini? Kanisa. Yenyewe natufanya si hapa Adoption Tabernacle, inatufanya si tuko. Inasudi tuite si kwa kanisa sababu tuko na mafundisho ambayo tunasutenir. Amina. Amen. Amen. Na point ya kwanza ya mafundisho ambayo natusepare na wengine watu ni point ya absolute. Tuliwahi kusema kama absolute wetu si ni nani? Ni prophet. Baki bila mwenye prophet alihubiri mabani ya prophet ndio mwenye tuko na hubiri. Amina. Andeo ya hivi hatuna ministeri. Ndio. Andeo ya hivi hatuna vingine vya kubaletea. Amina. Sasa wengine watu wenyewe hapana ya doctrine. Bana katana sasa hapana prophet haizi kuwa nani? Absolute. Sasa absolute wetu ni nani? Ni Biblia. Prophet Branham anasema kufunua mihuri saba. Hii Biblia ikageuka kwa kitabu cha Mungu. Cha mpya. Ninabii ndio anasema. En ouvrant les sept sources, ces Bibles est devenue une nouvelle Bible. Maana hii Biblia inapaswa kuwa ya Mungu. Mais ilishakuandikwa zamani, itakuwa mpya namna gani? Ni revelation sasa. Hii revelation ya prophet unatuletea. Ndio. Ndio inafanya Biblia inakuwa ya nini? Ya mpya. Sasa wengine wanabakia na ile makaratasi ndio absolute wetu. Mais nabii alishafunua mihuri anaonyesha kama hii Biblia ishakuwa ya mpya. Amen. Amen. Amina. Tutanyang'anya watu vitabu. Mzuri sana. Kila mhubiri wote wenyewe kuna kitabu kia Selso anapaswa kukirudisha kwa Adoption Tabernacle. Sindio tunaamini nini? Mfunuo ya mihuri ngapi? 7. Na tunaamini vile wenyewe mihuri 7 ilifunuliwa. Sasa kuichunga mnyumba na uamini vile wenyewe ilifunua rudishia wenyewe nayo. Amina vya hapo. Ndio. Haiko vya decoration. Haiko vya decorer mnyumba. Hapana. Haiko frame kuna library. Ndio tu na library ya mnyumba. Sasa ile vitabu uko navyo muda hauvisomaki. Au fanya kinini huko bakuite tu kama naona amini message ya prophet Branham. Oh man. Asema na huko Branhamist. Vitabu tunanyang'anya baba. Sio yako. Amen. Ni nabii ndio unasema frère. Ndio. Kama utakia kusoma hapa. Ukiwa kusoma frère, usikie nabii kisha unasema. Ukiwa soma. Juu kwa ushuhuda ya watu bawili ile kitu julikane kama ni ya kweli. Paragraphe 8 anasema vous savez, chaque église, kila kanisa, ikuwe mamadhehebu, ikuwe baporo, ikuwe bakatolika, ikuwe bamesager ba ujumbe ya prophet Branham, kama hamuna doctrine maana hamuna nini kanisa. Mungu abariki sana. Tusomee tu hapo kidogo. Sikie vile nabii anasema. Ndio. Nasoma. Ndio. Ni kunukulu. Vous savez, ni kurepete prophète ndio kunukuu. Asema mnajua chaque église, kila kanisa, si vous n'avez pas une doctrine, kama hamuna nini mafundisho, vous n'êtes pas une église. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen. Mungu abariki sana. Vous pouvez vous mettre. Mungu akubariki. Asema kila kanisa, toute église, chaque église. Amen. Si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Amen. Na kama Mungu kanisa maana Mungu nini? Zehebu. Mzuri sana. Amen. Amina. Mungu abariki. Amina. Mungu asifiwe sana kwa kutupatia nabii. Amen, amen. Na sisi tungekuwa zehebu. Mungu ametupenda. Alitusepare. Ile separation prophet Branham yuko anasema, asema wakati wote Israeli ilikuwa nje ya Kanaani, alikuwa anapokea nini? Mubaraka. Ndio.
Mais wakati Israeli ilikuwa inakuwa mkana, ndio wakati walikuwa wanapokea nini mibaraka yao. Anaongeza pale sisi kusema mnajua Abrahamu, mtumaga Abrahamu anadanganya. Ilikuwa nijua alikuwa nje ya Kanani. Ndio. Angekuwa mle mkanani asingedanganyaka. Amen. Amina. Mungu abariki sana. Ndio bado tunaona watu wako mule mbiabo vya bako nafanya maavantire mjina ya Mungu. Jua nini biko nje ya Kanani. Aliko mneno ya Mungu. Amina. Tusikie nabii. Frère Branham dit ceci. Vous devez avoir quelque chose que vous présentez, des principes que vous soutenez, et peu importe l'affiliation ou la dénomination d'une personne, si cette personne est née de l'Esprit de Dieu, c'est mon frère. Amen. Amen. Et bien, là, mnapasha kuwa na kitu ambacho mnasutenir. Ndio. Kitu ambacho tunashikilia. Ndio nini mafundisho ambayo mnashikilia? Amen. Sasa kama ule mtu mwenye anazaliwa mara ya pili, ingawa hakusanyiki pamoja nasi hapa. Mimi anazaliwa mara ya pili. Ndio. Mimi ni mtoto ya Mungu. Ya Mungu. Ni ndugu yetu. Amen. Ifo kwanza anazaliwa mara ya pili. Na kusudi azaliwe mara ya pili anapaswa kuwa na mafundisho ambayo iko nayo. Ndio. Anapaswa kuwa na neno ya Mungu ambayo iko nayo. Amina. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Je continue. Il dit, nous pouvons être à désaccord sur d'autres choses, autant que l'Est et l'Ouest. L'Est éloigne de l'Ouest, mais nous sommes quand même frères. Amen. Amen. Amina. C'est par exemple quand tu m'as mwingine mwenye kuna tutenganisha na pengine bantu kama vile mashariki na kusini inachana. Mimi tuko banani? Bantu. Juu ya nini ule mtu maana azaliwa mara ya pili. Kama kuzaliwa mara ya pili maana ni separation totale. Amen. Ndio kama tunapaswa kutengana na watu leo. Ndio. Tunapaswa kutengana na enemy. Ndio shakatana wenyewe na Biblia nasema kutengana naye. Ndio. Unaisha kabisa. Amen. Amen. Maana tutatengana na bwana yetu, tutatengana na wazazi yetu na ndugu yetu. Kama anakatana wenyewe na Biblia nasema tengana naye. Amen. C'est votre ennemi. Amen. Mungu abariki sana. Amina. Vya kiroho ndio. Sio Mungu ya kimwili. Kama ni vya kimwili unaweza kumtembelea, unaweza kula kwa moyo, unaweza kufanya vingine, bali maneno ya Mungu muusha kuachana. Ça c'est vrai. Amen. Amina. Ndio. Tusikuwe kama vile wakati watu walipokea ujumbe, yosha kuamini ujumbe unaanza kutukana sasa pale bazazi wenyewe hawaamini, asimu kubainura nini sio vile. Ndio ni mzazi wako alikuzaa, ni bwana yako alikuoaka, wewe unapata nini unaamini ujumbe yeye bado hayaamini. Mambo ya kiroho wewe tengana naye. Ndio. Amen. Amina. Mungu abariki sana. Amen. Je continue. Frère Branham dit